Lakini vile vile mambo ambayo yamenisikitisha katika mwaka huu pamoja na shida iliyotokea kwenye taifa letu, watu kuuawa katika uchaguzi, kipindi cha uchaguzi, vurugu zilizotokea, watu kuuawa, sio jambo la kufurahisha katika taifa. Kwa hiyo lituhuzunisha sana. Mimi binafsi nilihuzunika sana. Nimetoa pole kwa watu wengi sana na kuwatia moyo na kuambia bado tumaini lipo, na kuambia amani ya Mungu ikitawala moyo wako utakuwa salama, kwa sababu mshtuko uliotokea kila mtu ashitushwe katika nchi, na wengine wanaweza kupata shida ya kuumia, lakini moyo wako uliumia. Kwa hiyo Watanzania kwa ujumla pamoja na mimi ninaamini kila mtu, ili tukio ni picha mbaya kwenye maisha yake ambayo katika mwaka huu ilikuwa sio alama njema, lakini tunaamini Mungu atatusaidia kama taifa. Na kuna watu wanaolalamikia mtumishi, wanasema muda muongee imekaa kimya. Sidhani kama hatujaongea. Wanataka tuongee nini? Kwa sababu tumeongea madhabahuni kuwatia watu moyo na kuambia watu. Mimi na binafsi nimeongea kwa upande wa walioumia, nikawatia moyo. Kwa upande wa serikali tumeshauri kwamba ni vema sana mambo yaishe kwa kukaa, na hekima ni bora kuliko nguvu. Kwa mambo yaishe kwa kukaa na kujadiliana, na upande wa pili pia na tumeshauri kwamba lazima serikali ikubali kukaa, lakini hawa pia upande wa pili ambao labda wana haki zao wanadai kama taifa na viongozi kama serikali, kila mtu, kila pande. Upande wa serikali unaweza kuwa na makosa, hakuna mtu ambaye hana makosa duniani, kwa sababu binadamu tuko duniani, sio malaika. Dunia ndio hii tulionayo, na kama tutafanya jambo lolote ni vizuri kulimaliza kwa kukaa chini, kwa sababu maandiko yanasema hekima ni bora kuliko nguvu. Kwa hiyo tumeshauri tunapokuwa upande wa serikali, unajua wakati mwingine mtu anataka labda tuongee vile anavyotaka tuongee, lakini ni vyema sana hekima ikitumika, na kuna mambo ambayo unaweza kuongea na kuna mambo ambayo unaweza kushauri serikali wazi, lakini pia kuna mambo unaweza kushauri pembeni kwamba hili jambo likikaa hivi ni baraka. Kwa hiyo tunapokuwa viongozi wa dini tunahitaji wisdom sana, na wisdom inajenga, haibomoi. Kwa hiyo mimi nafikiri wanaposema watu hatujaongea, wanaotufuatilia kwenye ibada, kwenye TV, tumeongea. Maana yake mimi sehemu yangu mara nyingi ni madhabahuni, na madhabahuni unahitaji hekima ya kuongea, kwa sababu ukikosea pia waweza kuleta shida nyingine ambayo haitakuwa njema. Kwa upande wa serikali tumeshauri, upande wa watu ambao ndugu zetu wote vijana Gen Z tumeshauri pia kwamba upande huu ukikubali kukaa na upande huu ukikubali kukaa, naamini tutajenga taifa. Kwa hiyo tunahitaji kulijenga taifa kwa amani, lakini ili tujenge taifa kwa amani tunahitaji kuanza hekima. Hekima ikitangulia itatujenga. Tunaingia